Rais wa Marekani Donald Trump ameendelea kusukuma mbele mpango wake wa kidiplomasia unaojulikana kama Gaza Board of Peace baada ya kumwalika binafsi Rais wa Belarus Alexander Lukashenko kujiunga na chombo hicho kipya cha usuluhishi wa migogoro ya kimataifa. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Belarus, mwaliko huo umepokelewa kwa mtazamo chanya, huku Minsk ikieleza utayari wake wa kushiriki kikamilifu katika mpango huo. Belarus imeeleza matumaini makubwa kwamba chombo hicho hakitabaki tu kushughulikia mgogoro wa Gaza, bali kitapewa mamlaka mapana zaidi ya kuchangia uundaji wa mfumo mpya wa usalama wa kimataifa. Hatua hiyo inaashiria juhudi za Marekani kujenga muundo mpya wa kidiplomasia nje ya mifumo ya kawaida kama Umoja wa Mataifa, NATO au Umoja wa Ulaya, jambo linalozua mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa taasisi za kimataifa zilizopo. Wakati huo huo, Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ametoa kauli nzito kuhusu usalama wa bara la Ulaya, akisema kuwa tishio kubwa zaidi kwa usalama wa Ulaya leo halitokani na Greenland wala Urusi, bali linahusishwa moja kwa moja na mgogoro unaoendelea nchini Ukraine. Merz alisema kuwa Ulaya Magharibi, ikiwemo Greenland, haiko katika hatari ya moja kwa moja kutoka Urusi, kwa kiwango ambacho mara nyingi huwasilishwa katika mijadala ya kisiasa na kijeshi. Kauli hizo zinaonekana kupingana na simulizi zinazoendelezwa na baadhi ya nchi wanachama wa NATO kuhusu hatari ya dharura ya Urusi kwa Ulaya Magharibi. Kwa upande wa Denmark, waziri wa mambo ya nje Lars Løkke alisisitiza kuwa Greenland ni mstari mwekundu usiovukika, akimaanisha kuwa mamlaka ya Denmark juu ya eneo hilo si jambo la kujadiliwa au kubadilishwa kwa shinikizo la nje. Kauli hiyo imekuja wakati mjadala wa kimataifa kuhusu mustakabali wa Greenland kuzidi kushika kasi kufuatia matamshi ya Trump kwamba Marekani inalazimika kulipata eneo hilo kwa misingi ya usalama wa kimkakati katika Arctic. Katika eneo la uchumi, Kansela Merz alisema uchumi wa Marekani hauko katika hali nzuri, akihusisha hali hiyo moja kwa moja na sera za ushuru zilizowekwa na utawala wa Trump. Kwa mujibu wake, sera hizo zimeathiri mizunguko ya biashara za kimataifa na kuleta misukosuko isiyo ya lazima katika masoko ya dunia. Merz alibainisha kuwa licha ya changamoto za kiuchumi barani Ulaya, uchumi wa Ujerumani umeweza kukua kwa asilimia 0.2, ishara ndogo lakini muhimu ya udhabiti katika mazingira magumu ya kimataifa. Kauli hizo zilifuatwa na onyo la wazi kwa Washington, ambapo kansela huyo alisema Ujerumani na Ulaya kwa ujumla ziko tayari kutoa majibu iwapo sera za kiuchumi za Marekani zitaendelea kuathiri maslahi ya Ulaya. Mfululizo huu wa matamshi kutoka Washington, Minsk, Berlin na Copenhagen unaonyesha wazi kuwa dunia inaingia katika awamu mpya mpangilio wa kimataifa, ambapo diplomasia mpya inajaribu kujitokeza sambamba na migongano ya wazi kati ya washirika wa jadi. Upanuzi wa Gaza Board of Peace, mvutano kuhusu Greenland, tafsiri tofauti za tishio la Ukraine na vita vya kibiashara kati ya Marekani na Ulaya vinaashiria kuwa mwaka 2026 unaweza kuwa kipindi cha maamuzi makubwa kuhusu mustakabali wa usalama, uchumi na uongozi wa dunia.